Amen. Bwana Yesu, niko tayari kuzungumza maneno yako na siri zako za mbinguni. Ninaomba Bwana Yesu utusaidie tupate kuelewa na maandiko yako. Ni katika Kristo Yesu uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Tunapokutana kwenye mafundisho kama haya, mimi mara nyingi huwa ninapenda na namuombaga Mungu nizungumze mambo ambayo hayazungumuzwi makanisani mara nyingi. Kwa hiyo ni mahali ambapo tunatoa siri ambazo mara nyingi labda kwenye madhabahu tunazohubiri hatuzisemi sana. Kwa kuwa hii ni faraga, tumepata nafasi ya kuja hapa, tutazungumzia mambo ya aina hayo ambayo Mungu amenipa kuzungumza na wewe. Nitakuwa nina ujumbe ambao una kichwa kinachosema tabia za kiungu ndani ya mwanamke. Tabia za kiungu ndani ya mwanamke. Nitazungumza ujumbe ambao nimeupa kitu kinachosema tabia za uungu ndani ya mwanamke. Kwa hiyo katiba yenu atakuwa anaandika notes kwa niaba ya mke wake. Kwa hiyo baada ya hapa ataenda kumpelekea. Na mtumishi wa Mungu Paulo pia atakuwa anaandika notes kwa ajili ya girlfriend wake ambaye Mungu atampa na mke wake kwa ajili ya kumsaidia. Kitabu cha Petro wa pili sura ya kwanza na ule mstari wa 4. Kitabu cha Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 4, maandiko matakatifu yanasema hivi. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 4. Waraka wa Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 4, maandiko yanasema hivi. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu. Mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Kwenye huu mstari nitaka uone hilo neno tabia za uungu kupitia ahadi ya Mungu ambayo ni ahadi ya Roho Mtakatifu. Ni ahadi ambayo ilitutaka sisi tuwe washirika wa tabia za uungu. Kila mtu ambaye ana Roho Mtakatifu ndani, yule Roho Mtakatifu kazi yake kubwa ni kumfanya huyo mtu awe na ushirika wa tabia za uungu. Zile tabia ambazo Mungu anazo, ukiwa na Roho Mtakatifu unapaswa uwe nazo zile tabia za uungu. Kwa hiyo kuna tabia za uungu ambazo mtu anapomwamini Yesu, anapookolewa na kupokea ile ahadi ya Roho Mtakatifu, anakuwa mshirika wa tabia za uungu. Malaika ni washirika wa tabia za uungu, na mtu anapookolewa, anapozaliwa mara ya pili, na yeye anakuwa ni mshirika wa tabia za uungu. Zile tabia ambazo Mungu anazo na yeye anakuwa nazo. Kanisa la Yesu, Bwana asifiwe. Lakini bahati nzuri sema mwanamke yeye hahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu kupata tabia za uungu. Anapozaliwa tu wana tabia za uungu. Mwanaume sasa ni mpaka ubatizwe, si na maji machache, si maji yanayojongea, si yanayotambaa. Ila mwanamke tu akizaliwa tu, ile amezaliwa ni kabinti, ni katoto kakike, huwa kana tabia za uungu. Kitu ambacho wanawake wengi hawafahamu ni kwamba wao wanapokuwa tu wamekuja duniani, tayari kwenye uumbaji wao, jinsi Mungu alivyowaumba, wana tabia ya uungu, wana umungu ndani yao. Ni kitu ambacho hawafahamu. Na ndio maana kuna namna walivyo wanavyoishi hawajielewele, kwa sababu hawajui ya kwamba wao wana tabia za uungu. Na kwa rehema na huruma za Bwana leo utafahamu katika jina la Yesu. Hivi unafikiri ni mbegu tu ya mwanaume ndani ya tumbo lako ndio inafanya mtoto atoe kichwa kikubwa, atoe fuvu, atoe mfupa? Unafikiri tu ni ile mbegu ya mwanaume? Hapana. Huko ndani una uungu ambao Mungu amekuumba nao. Okay. Ambacho hamfahamu labda ni hiki. Miungu yote unayoijua wewe ya kwenye Biblia, miungu yote ya kwenye Biblia huwa ni miungu ya kike. Ukimsikia Mungu Bahari, ukimsikia Antemi, yale miungu yote, ukisikia dragon, ile miungu yote ni miungu ya kike. Ukisikia watu wanaabudu miungu, wanaabudu sanamu, ukisikia watu wanaabudu ng'ombe, huwa sio ng'ombe wa kiume, huwa ni ng'ombe wa kike. Ukisikia watu wanaabudu risanamu, kuna risanamu limekaa pale watu wanaliabudu,
hata kama jina la sanamu yule ni la kiume, ni wa kiume, anaitwa Budha labda, ni wa kiume, ile sanamu yake utaikuta ina muundo wa kike. Haro watu wa Mungu, mabinti Bwana asiwe, wanawake Bwana asiwe. Ukisikia miungu watu, ushasikia watu wanaabudu miti, wanaabudu mti, ushasikia mti? Yeye hamjui mambo ya kichawi. Mnajua ya kwamba kuna mimea ya kike na mimea ya kiume, mnafahamu? Mfano mzuri ni mapapai. Kuna papai la kiume na papai la kike. Kuna wakati ukishajua hili ni papai la kiume, unaweza ukaribadilisha likawa papai la kike. Si mnafahamu ile formula? Mnagongea misumari au mnafunga na gunzi, unalifunga, linabadilika jinsia kutoka kwa la kiume linakuwa la kike. Si mnajua au nyewe mzalo wote Muhimbili? Sasa ukisikia watu wanaabudu kwenye mibuyu, kuna mibuyu ya kike na mibuyu ya kiume. Mibuyu ya kiume inatoaga tu maua, huwa haitoi yale mabuyu. Kwa hiyo pale wachawi na waganga hawawezi kuweka kiringe chao, mpaka ule mbuyu uwe ni mbuyu wa kike unaozaa. Unaelewa kanisa la Mungu? Kwa wanawake tu walipozaliwa, yani walipozaliwa pap, ndani yako na tabia ya uungu. Na ndio maana sasa watu wengi wanasema kwa nini kanisani wanawake ni wengi? Kitu ambacho hawajui ni kwamba kwa sababu wana tabia ya uungu. Lakini pia na wachawi wanawake ni wengi, kwa sababu pia wana tabia ya uungu kwenye Mungu yule wanaomwabudu kule. Ndio maana mwanamke kwenye ibada kuconnect ni rahisi sana. Ila mwanaume mpaka mapambio, mikono juu, sema damu ya Yesu, toba na nini, ndio ngoma ina connect, inachukua muda sana kwa sababu tabia ya uungu iko mbali. Lakini mwanamke sema haleluya, si kwa sababu yoyote, ni kwa sababu ndani yako wewe una tabia ya nani? Ya uungu. Kwa hiyo wewe kuconnect na Mungu haichukui muda. Kuna wengine mpaka kwanza toba ya masaa 4. Kuna wengine kwanza mpaka ka wimbo ka kuabudu. Kuna mwingine kwanza, lakini mwingine tu mafundisho tu hapa, kisikia fundisho hai jamani, hai ana connect na Mungu wake. Ni rahisi sana. Kwa sababu gani? Una tabia ya uungu. Kanisa la Yesu Bwana asiwe. Watu wa Mungu Bwana asiwe. Na ndio maana wanawake kwa sababu ya tabia ya uungu ni rahisi sana kuwa wanavyotaka. Unajua sifa moja ya Mungu ana namna ambavyo anaweza akawa kwa namna anayotaka. Anaweza akawa Mungu Mwana, anaweza akawa Roho Mtakatifu, yani kuna namna ambavyo anaweza akawa anaweza akawa niko ambaye niko, anaweza akawa Jehova Jile, anaweza akawa Jehova Nisi, anaweza akajigeuza akawa anavyotaka. Ndio maana hata mwanamke pia anaweza akawa anavyotaka. Na ndio maana wanawake ni rahisi sana kuambukizwa neema ya mtu. Yaani mwanamke kufanya vitu hategemei neema aliyopewa na Bwana. Anategemea pia hata ukikaa naye tu karibu, neema yako anapita nayo. Mnamfahamu Mariamu, yule mke wa Yusufu? Salamu Maria uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Unajua ile neema aliyopewa Mariamu haikuwa ya kwake. Ile neema anayotajwa nayo Mariamu sio ya kwake, ni ya Yusufu. Na ndio maana huwezi kumtaja Mariamu bila kumuongelea Yusufu. Malaika akatumwa kwa mwanamwali bikira jina lake Mariamu, aliyekuwa ameposwa na Yusufu wa mbari ya Daudi. Kuhusu unabii wa ujio wa Yesu, unabii unasema ya kwamba Yesu akija atatokea kwenye shina la Daudi, atatokea kwenye ukoo wa Daudi. Mariamu sio wa ukoo wa Daudi. Aliyekuwa ukoo wa Daudi ni Yusufu. Kwa Mariamu hana neema, pamoja na ubikira wake hawezi kumzaa Yesu. Kinachomfanya Mariamu anapata neema ya kumzaa Yesu ni kwa sababu alikuwa ameposwa na Yusufu wa mbari Daudi. Kwa hiyo Mariamu angekuwa ameposwa na Mnyakyusa wa Mwanjero wa Mbeya, hawezi kumzaa Yesu. Angemzaa Mwakatobe, angemzaa Mwakalinga, angemzaa Mwakasakatumbo na Tupere. Na Mwakatuba. Mariamu angekuwa ameposwa na Muha. Mariamu angekuwa ameposwa na Mkuria, hawezi kumzaa Yesu. Angemzaa Chacha,
akamzaa Boke, akamzaa Gati, akamzaa na Marwa. Kwa neema inayotajwa kuwa ya Mariamu ni ameitoa kwa nani? Kwa Yusufu. Ndio maana sasa mke wa mchungaji ni mama mchungaji. Kuna kitu anakafanya ka uchungaji. Ila mme wa mchungaji hajulikani yuko wapi. Sasa tunawasili mchungaji wetu yuko single. Ila ana mme. Kwa sababu gani? Ile neema ya mke wake kwake kuja ni kazi. Mke wa nabii yeyote, ama ni nabii wa uongo ama nabii wa ukweli, anatabiri. Ukishaolewa tu na nabii, yani wewe ukaolewa na nabii, huyo nabii awe ni wa uongo ama awe ni wa ukweli, unatabiri. Kwa sababu gani? Kwa uungu ulionao ni rahisi sana kukapture. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Amen. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Amen. Sio kama mnanielewa. Okay. Mke wa rais ni first lady. Ana foundation, anasimamia foundation, ni nini sasa mkikota foundation, hadi anahekaeka na yeye anakamsafara, yani waga anahekaeka. Mtafute mume wa rais sasa. Paka tunawaza au kuna namna nyingine labda. Ile ndio kweli ulivyo. Kwa nini nakuwa kwa mwanamke ni rahisi? Kwa sababu ya tabia ya uungu ndani. Kwa hiyo wewe kitu ambacho hujui, ndani yako na tabia ya uungu. Unaweza kuoperate kama Mungu anavyooperate. Unaweza kutenda kama Mungu anavyotenda. Si mnaelewa? Nimewaambia huku kwa sababu ni faraka, nawapa kodi. Sasa kuna jinsi ninavyokuona unavyoteseka, yaani kwa hivi huyu kweli ndo ana tabia ya uungu. Usiku ukisikia usiku kwenye simu yako unaandika pale kwenye contact mtumishi Katubaemo, unaanza kupiga simu. Sasa wewe huko hivyo. Yaani wewe hauko hivyo. Wewe una tabia ya uungu ndani. Kile ambacho Mungu unafikiri anapaswa afanye wakati upo kwenye matatizo, kwa uungu ulioko ndani unaweza kufanya. Unasikia watu wa Mungu? Okay. Labda nizungumzie tabia chache, alafu takazia ile ya mwisho zaidi. Mfano tu wa tabia za kiungu za mwanamke ambazo ni za Mungu. Tabia ya kwanza ni ualfa au umwanzo. Tabia ya ualfa au tabia ya umwanzo. Mungu ni alfa. Mungu ni mwanzo. Hii ni tabia ya Mungu. Kuanza ni tabia ya Mungu. Kuwa starting point ni tabia ya Mungu. Na wanawake wote duniani wana umwanzo. Ndio wanaoruhusu vitu vianze. Na ndio maana kwenye maandiko reference nyingi za watu ama za vitu, kuna wakati zinakuwa rifadi kuwa zimeanzia kwa mwanamke. Ni kiwete tangu tumboni mwa mamaye. Ni kiziwi tangu tumboni, ametengwa ile tangu tumboni inaonyesha mwanzo wake ni wapi. Hii issue yake ilianzia wapi? Ni kwenye tumbo la mama yake. Kwa mama alisimama kama mwanzo wa yeye kuwa namna fulani. Okay. Labda nielezee kwa staili hii. Utaelewa vizuri kwamba wewe una umwanzo, unatakiwa wewe unaanza madude. Mwanamume wakiwa wanajenga nyumba, kuhamia kwenye nyumba waga ni changamoto. Kwa sababu gani? Wanaume hawana umwanzo. Yaani yeye anataka nyumba yake ikamilike, iwe ina kila kitu, lakini mama anataka twende kwenye nyumba ikiwa haina madirisha, haina floor, ila twende kwenye nyumba yetu. Ambacho waga wanakifanya wamama, wanakusubiria umesafiri umeenda Geita. Alafu anakutumia message, baba fulani kule tulishahama, tulishahamia Kigamboni. Ule umwanzo ni wa mwanamke. Kwenye mahusiano ili ndoa ianze waga sio mwanaume. Paka mwanamke aseme ndio tuanze. Hata kufunga ndoa, hata watu kuoana. Kama jamaa umuulizi mtadate miaka 20 nakwambia. Jamaa yetu anafurahia tu kudate vile mtembee tu pamoja, yani mwende. Yani anafurahia hivyo. Ila kwenye issue eti ndoa si mkae.
hawa miamba mpaka wasaidiwe kwenye maombi na kwa namna nyingine. Kanisa la Yesu, Bwana asiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana asiwe sana. Kwa kila mwanamke ana umwanzo. Ndio maana wanawake wanaanza tu vitu. Ukiwa shuleni unaanza hiki, unafanya hiki, unafuga tukuku, unafanya nini ule, unajifunza kusuka nywele. Una tukorokoro twingi ambato unaanza. Ni tabia ya Mungu. Shida ni kwamba kuna wanawake ambao wana tabia ya uungu. Amekuja hapa, hajawahi kuanza chochote. Leja nako jirani, muulize jirani, wewe jinsia gani? Yaani unajua iko hivi. Yaani okay, una utumishi ndani, anza basi chochote. Hivi unachindwa hata kuweka tu mahubiri kwenye status au kwenye TikTok, unaenda live. Unawaambia haleluya, wapendwa wa Mungu, kaendelea na ujumbe wa neno. Unashindwa hata hiyo. Yaani kuna namna ambavyo wewe unatakiwa uanze. Na ndio maana kwa nini watu wanasema huyu alipooa ndipo akafanikiwa? Kwa sababu walikuwa wanakaa kule ndani, mke wake anamtia moyo. Anza bwana, fungua nawe kampuni yako, utagiriwa mpaka lini baba Joel? Hata kuna miamba wana pesa paka wanaoa hana kiwanja. Yaani mama paka anaoa ana magari tu ila kiwanja hana. Kwa anategemea mtu mke wake ambaye ana tabia ya uungu ndiye amsaidie kuanza kutengeneza nyumbani. Mwambie nako jirani, ndivyo ulivyo wewe. Sasa wewe ambaye huanzi chochote, yani huanzi chochote. Na kuna watu wameshakataa kabisa kuanzisha mahusiano. Mimi sitaki kabisa, sitaki. Wewe una mtazamo gani? Huanzishi biashara, huanzi mradi wowote, huanzisha ufugaji hakuna, yani hamna kitu. Kuna wengine tu hata kuanzisha garden ya maua nyumbani kwake ameshindwa. Sasa wewe huko hivyo. Wanawake wana umwanzo, ni alfa. Ili familia ianze paka mwanamke aseme ndio tuanze, nakubali kuolewa na wewe, ndio tunaanzia hapa. Ndio familia inatengenezwa. Ili hivyo hata ujio wa Yesu mwanzo wake ilikuwa kwa mwanamke. Hata kufufuliwa kwa Yesu mwanzo wake alikuwa ni nani? Hivi nafikiri Mariamu anaenda kwenye kaburi ambalo lina jiwe kubwa, na hilo jiwe bado limegongwa muhuri wa mfalme kwamba uruhusiwi kuligusa, ili eti wanaenda kaburini eti kupaka mwili wa Yesu manukato. Ni sababu hai make sense na haipo. Ile lazima kwa sababu wana mwanzo, sema wao wa kwanza kukutana na Yesu aliyefufuka. Sponsor wa kwanza wa huduma ya Yesu walikuwa ni wanawake. Si mnafahamu hilo? Ndio sponsor wa kwanza. Sasa wewe na wewe ni mwanamke huko hapa na sio sponsor wa baba riziki wa familia. Una matatizo. Kwa hiyo wanawake wameumbiwa umwanzo. Na ndio maana vitu ambavyo vinavyoanza vimekuwa rifadi hata kwenye lugha kwa picha ya mwanamke. Utasikia lugha yake mama, nchi mama. Si mnaelewa hayo mambo? Kwa sababu ya ule umwanzo. Kwa tabia ya Mungu ni mwanzo. Na wanawake wana tabia ya umwanzo, kuanza vitu. Kwa kila ambaye ni mwanamke tunategemea ya kwamba kuna kitu awe ameanza kwenye maisha. Sio jambo moja, sio mawili, matatu, manne. Yaani kuna tu vitu wewe umeanza. Sasa umeanza nini? Mpaka sasa hivi. Umeanzisha kitu gani? Halo? Umeanzisha kitu gani mpaka sasa hivi? Mpaka sasa hivi. Okay. Tabia ya kwanza. Ya pili, tabia ya uungu ya pili ya mwanamke ambayo ameumbiwa na Mungu tangu alipozaliwa. Hahitaji kuokoka. Yaani hahitaji kuzaliwa mara pili ili awe nayo. Akizaliwa tu anakuwa nayo. Tabia ya pili ni kutokupoteza. Umeshaandika tayari kutokupoteza. Tabia ya tatu nataka nizungumze kwa pamoja ili niokoe muda. Tabia ya tatu ni kutafutwa na kupatwa.
Tabia ya tatu ni kutafutwa na kupatwa. Tabia ya nne na wale walioferi imla ni kutafutwa. Nimesema ni kutafutwa na kupatwa. Tabia ya ngapi? Ya tatu hiyo, si ndio? Tabia ya nne ni kutafuta na kupata. Tabia ya kwanza ni ya pili ni kutokupoteza, ya tatu ni kutafutwa na kupatwa, ya nne ni kutafuta na kupata. Naomba nizungumzie hizo, na baada ya hapo nafikiri fungua nami kitabu cha Luka sura ya 15. Zungumzia kwa pamoja hizo ili niweze kuokoa muda. Kitabu cha Luka mtakatifu sura ile ya sura ya 15. Kitabu cha Luka sura ile ya 15. Tumefika wote? Sura ya 15 mstari wa 8. Sura ya 15 mstari wa 8. Maandiko yanasema hivi. Kitabu cha Luka 15 mstari wa 8. Maandiko yanasema hivi: au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja, asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata ione? Au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja, asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Naomba nisikilize vizuri. Hapa kwenye hii sura ya 15 kuna mifano mitatu, ambayo hiyo mifano inamhusisha Mungu, ina picha ya Mungu. Mfano wa kwanza ni wa mchungaji. Mchungaji mwenye kondoo 100 akipotewa na mmoja, anawaacha wale kondoo 99, anaenda kumtafuta yule kondoo mmoja. Ile picha ya mchungaji inamuelezea nani? Mungu. Bwana asiwe, watu wa Mungu, si ndio? Wanawake, si ndio? Mabinti, si ndio? Kwa ile picha ya mchungaji inazungumzia picha ya nani? Ya Mungu. Okay. Mfano ulioko kwenye hiyo sura ni mfano wa mwana mpotevu ambaye aliomba sehemu ya urithi wake, akachukua, akaenda, akatapanya na makahaba. Halafu aliporudi, baba yake alipomwona angali mbali, akamhurumia, akampokea, akambadilishia mavazi, akampa na pete, akamvika na viatu. Yule baba aliyemhurumia mwanae akampokea, akampa mavazi mapya na pamoja na viatu na pete, anasimama kwenye picha ya nani? Ya Mungu. Si ndio, watu wa Mungu? Kanisa la Mungu, si ndio? Tuko pamoja, si ndio? Okay. Mfano wa tatu ni wa mwanamke. Au kuna mwanamke gani? Mwanamke yupi? Maana huyo hayupo, ambaye akipotewa na shilingi 1, mwenye shilingi 10 akipotewa na moja, asiyefungua, asiyewasha taa, akafagia nyumba, akaitafuta kwa bidii hata ione. Na kwenye huo mfano mwanamke amesimama kwenye picha ya nani? Hello? Unafikiri Yesu alishinda kusema au kuna mwanaume gani? Au alishinda kusema au kuna mtu gani? Kwa sababu sifa zilizotajwa pale ni sifa za Mungu, ile pia ni sifa za mwanamke. Bila sema au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja, asiyewasha. Kwa maana ni kwamba mwanamke akipotelewa na shilingi, ana shilingi 10, ikipotea moja, lazima aitafute mpaka aipate. Okay.
Mwanamume akipoteza 500 kwenye gari yake anasema ni aosha magari, anaachana nayo, lakini sio Mama Musa. Unaelewa? Unaelewa? Sisi tuliolelewa kwenye familia za kitimtimu, mtoto akiwa anakosea anapigwa na mama, anapigwa. Yaani kwenye familia inaonekana kwamba mama ndio ampendi mtoto kuliko baba. Ile ikifika wakati mtoto kazingua, inatakiwa afukuzwe nyumbani, hiyo mama akubali. Ila wakati anazingua anapigwa, baba alikuwa adili na mtoto. Ile ikifika kwenye point sasa, kwa sababu huyu ameshakuwa mwizi, ameshakuwa haeleweki, atoke nyumbani, hiyo mama hamuungi mkono baba, hiyo haungi mkono. Kutokupoteza ni tabia ya wanawake, na ndio maana wanavyotunza pesa zao ni tofauti na wanaume. Mwanaume anaweka pesa yake mfuko wa hapa, anaweka hapa 200,000 kwenye mfuko hapa. Hakuna mwanamke mpumbavu wa staili hiyo, hayupo duniani. Hapa nje, hapa 200,000 hapa nje. Ni huko ndani. Kuna sindiria, si kuna nini huko ndani. Kama shilingi 500 kwenye kanga, kwenye kitenge, inafungwa fundo la kwanza, haitoshi, anaongeza na fundo la pili, haitoshi, akifunga anachomekea mara ya kwanza na mara ya pili, ili 500 yake iwe salama. Mwanamke sio mtu wa kupoteza. Ndio maana paka mwanamke aseme itiziwa penzi limeisha, sio leo, inachukuaga muda kidogo. Yaani hivi tu viishe tu hivi, tumeacha hivi tu, hapana. Sema twende kidogo, twende. Waga akubali. Yaani hata kama yaani kabisa hili penzi hakuna linakoenda, lakini yumo tu. Kwa sababu gani? Sifa alionayo ni ya kutokupotea. Hiyo ni sifa ya Mungu. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee. Gharama kubwa ambayo Mungu aliingia kwa ajili yangu na wewe, lengo lake ni moja, mimi na wewe tusipotee. Na gharama kubwa ambayo mwanamke anaingia, asingependa vitu vyake vipotee. Ndio maana madalali wanauza magari, kati ya sifa nzuri ya gari, ili gari lilikuwa na nani? Na mwanamke. Lazima bei yake iwe juu, nipunguzie. Hili alikuwa analimiliki nani? Maana hilo gari halijapotezwa, lina ubora wake bado. Ni tabia ya mwanamke kutokupoteza. Ndivyo ambavyo Mungu amewaumba. Yaani ulivyoumbwa tu wewe, ukaumbwa kutokupoteza. Sasa kwa nini umekubali biashara yako imepotea? Kwa nini umekubali? Kwa nini umekubali yale mawazo na zile ndoto na yale maono uliyokuwa nayo wakati unasoma yamepotea? Kwa nini? Kwa nini umekubali utakatifu wako, utumishi wako unapotea? Kwa nini unakubali? Biblia inasema, au kuna mwanamke yupi, kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja asiyewasha taa? Huyo mwanamke hayupo. Ambaye ana kitu chake, ana maono yake, ana ndoto zake, ana kesho yake, eti ipotee, hayupo. Lazima awashe taa, ndoto yake endelee kuwepo, maono na malengo endelee yawepo. Lakini sasa nashangaa, inabidi Yesu nimwambie, yule mwanamke Yesu aliyesema hayupo, yuko hapa. Yeye amekubali mambo yake yapotee. Ameshakubali kabisa. Amekubali aachwe. Basi sawa, unaona mwachaje? Anakuacha na nani? Anakubali akuacha, anakuachaje kwanza? Hafa anaenda wapi na nani? Unachote kirahisi hivyo? Wenzako wanaroga, wewe basi omba basi. Mimi kuna msanii mmoja nampenda sana. Waga nasikia wanamsema si nini ni kinganga. Huyo ndio mwanamke, acha wewe kinganga. Katubemo amjui, ila mmemwaribu mwalimu wangu. Anapiga masefu yale. Wanawake ni vinganga. Yaani kwa nini wamchukue?
Haya, kuroga hauwezi, maombi na yenyewe hauwezi, kupeleka fire na moto. Yaani kwa nini cheo chako tu wachukue, wapeane wao nafasi zako, safari zako za kikazi, yani waende tu afu umekaa tu umerelax kwamba Bwana ajua, nimemwachia Bwana. Uwezi kumwachia Bwana kama hujampelekea. Ili mtu umwachie gari yako unampelekea funguo, jirani na kuachia funguo, na kuachia gari langu unampa funguo. Uwezi kumwachia Bwana kama umpelekei. Hasa kwa nini wewe umekuwa ni mtu ambaye unakubali mambo yako yapotee? Yaani umeshakubali tu eti asiyefunzwa na mamae, ufunzwe na ulimwengu. Yaani mwanao umeamua umwachie ulimwengu amfunze. Eti umekubali tu kama huyu mtoto ni wa hivi, haeleweki, asikii, basi dunia Wewe mwanamke kweli? Sababu sifa ya wanawake hawakubali kupoteza. Hawakubali kupoteza. Au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja asiyewasha taa? Jinsi Mungu alivyokuumba wewe, usingependa pesa zipotee. Ndio maana wanawake nyumbani wako busy kuweka akiba, yani kwa sababu wasingependa pesa, yani kwa kuna mianya mingi ya kutoa ya pesa kutoka. Wasingependa kuona pesa za familia zinapotea. Wanaume, Bwana Yesu asiwe. Unataka kufanikiwa, hela zako zote mpe mke wako. Haleluya. Kwenye maofisi watu wanafahamu mhasibu mzuri ni mwanamke, ambaye hata kama unataka hela, wewe ni boss, nakwambia bosi, hii hela haitoki, ikitoka hapa boss, kampuni itakuwa hali mbaya. Yaani bosi hapana, bosi hapana. Mhasibu wetu akaniambia, mwalimu, yani sio, ananiambia yani hao president wanatumia hela nyingi sana mwalimu, yani sio sasa mkamvamia. Yaani anaona, yaani kila anaona tu hela zinatoka nyingi. Yaani anaona hela zinatoka nyingi. Lakini mimi mwalimu, wapeni watumishi wa Bwana, haleluya. Kanisa la Yesu, Bwana asifiwe sana. Sifa ya uungu ambayo umeupewa na Mungu, ambayo wanaume hawana, ni kutokupoteza. Kutokupoteza. Na kweli nyie mnatunza nguo za miaka na miaka. Nguo ya mwaka na nguo yako fulani, yani ile nguo hata yani na unamwambia fundi uweke kinyama kikubwa, kwa hiyo kikubwa unatanua kile Sasa inakuaje kwenye hayo mambo mengine huko hivyo? Mbona kwenye vitu vingine huko hauko serious? Kwenye mambo ya biashara, kwenye mambo ya siasa hauko serious? Yaani umekubali tu eti kula zikutosha. Hivi tu kirahisi zikutosha. Ilikuwa ni mwaka 2020, mwaka huu zitoshe. Kanisa la Yesu, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Mbele nako jirani, tulivyoumbwa na Mungu sio watu wa kupoteza. Sio watu wa kupoteza. Haiwezekani, inabidi yani kwa jinsi alivyokuumba Mungu, uwaombee watoto wako kiwango ambacho hawezi kupotelea kwenye dunia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Unapaswa uombee watoto wako kiwango ambacho hawezi kupotelea kwenye dunia ya leo. Ndivyo Mungu amekuumba. Ndivyo uko hivyo. Sasa sisi sijui kuna shida mahali. Kuna namna ambavyo tumekubali hata ibada zipotee. Tumekubali hata ibada zipotee. Kuna mambo ambayo tunapaswa tuyasimamie ndani ya ibada ili ziendelee kuwepo, zipotee. Wewe unamwambia mwalimu Katubemo, sasa umetosha. Kila siku Ijumaa nne umetosha. Inabidi tu tunapiga wiki moja pale Suma JKT, wiki inaisha. Haleluya. Mbona hamjaitikia? Nimesema haleluya. Amen. Sasa wewe ndio unabidi ufanye hiyo ibada iwepo. Sawa shosti. Inua mikono yako juu kwa Bwana, sema Bwana Yesu, asante Yesu kwa tabia hii uliyoiumba ndani yangu kama tabia yako. Bwana Yesu, ibada hazitapotea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, makongamano ya wabeba riziki wa familia hayatapotea kwa jina la Yesu. Amen. Pigie Yesu makofi begini. Mwalimu angetamani yale makongamano yetu yale ya Jumamosi. Unafahamu yale? Yaendelee kuwepo. Shida mpunga. Pesa.
Na mwalimu ana moyo kukodi ile, mimi nishasema takodi vitu vyote, ile TV ile milioni 4 inauma. Yakiwa mawili papa milioni 8. Takodi vyote ile pale bado. Kwa yale zile ibada zile zingeendelea kuwepo. Mtu ambaye anapaswa azifanye zisipotee ziwepo ni wewe. Sasa mpunga sasa uleti kwa ajili ya kazi za Bwana. Watu wa Mungu, Bwana asiwe. Kwa sisi Mungu alivyotuumba tumepewa hiyo neema ya kutokupoteza. Ndio maana mtoto hata kama ni jambazi, amepigwa, ameuawa, lakini mama hiyo siku hali yake itakuwa ni mbaya. Hali yake itakuwa mbaya. Yaani ni jambazi, hajaumbiwa kupoteza. Jinsi Mungu alivyomtengeneza ndani, hajamtengenezea kupoteza. Ndivyo ambavyo wewe uko hivyo. Kwa usikubali vitu vyako vipotee juu. Yaani mtu tu akupige tu safari yako, wachukue wapeane cheo chako, wapeane. Hapana. Yaani usikubali tu eti mume wako wamchukue tu hivi. Hapana. Lazima upate nafasi ya kuamrisha, kumuomba Bwana, kuamuru vitu vyako visipotee katika jina la Yesu. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie. Ni tabia ya Mungu kutokupoteza. Hawezi kukugharamikia Yona, akupeleke Kipaimara, akupeleke Sunday school, akulipie theolojia uende kusoma Mwika, alafu useme utaki kwenda Ninawi. Hiyo hasara Mungu hapendi. Kama ni viboko utakula, ila siwezi kukubali kupoteza. Ndio asili, ndio tabia ya Mungu. Mungu akishakuchagua amekuchagua saa nyingine. Ndio maana hata ukitokea ni wana makorokoro uzingwe bado yuko na wewe. Ameshakuchagua, amekuchagua. Kanisa la Yesu, Bwana asiwe. Mungu hapendi kupoteza. Sasa kama hiyo tabia pia wanawake wote wameumbiwa na Bwana, hawakubali kupoteza vitu vyao. Sina kumbuka jinsi ulivyopoteza bikira yako na ulikuwa hujaolewa ulivyolia. Sina unakumbuka au nimeongea vibaya? Si unakumbuka ulivyolia? Ulivyojutia? Ndio Mungu sasa yuko hivyo. Ndio Mungu yuko hivyo. Hujaombewa kupoteza. Inua mikono yako juu kwa Bwana. Sema, Bwana Yesu, ninaomba unisaidie kwenye maisha yangu. Kila kitu, kila baraka niliyoipokea haitapotea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila kitu chema ambacho nimekipata kutoka kwako hakitayeyuka kwa jina la Yesu. Amen. Maandiko yanasema wakaokota ile mana asubuhi baada ya asubuhi. Na mchana jua lilipokuwa kali kikayeyuka. Mungu alikuwa anawapa mana, ila jua lilipokuwa kali ile mana iliyeyuka. Kuna watu wengi ambao huwa tunapewa vitu na Mungu, jua likiwa kali, changamoto zikiwa nyingi, vile vitu ambavyo tumepewa na Mungu vinayeyuka. Lakini hiyo sio tabia ya wanawake. Sio tabia yako. Kwa lazima ujue ya kwamba mimi sijaumbiwa kupoteza, sio mtu wa kupoteza. Na ndio maana ndoa inavunjwa na mikono ya Biblia inasema mikono ya mwanamke ndio inavunja nini? Ndoa. Hata kama mume ni mlevi, haeleweki, yuko kushoto kulia, ila anayeamua kuvunja ndoa ni wewe. Kwa sababu gani? Wewe hujaumbiwa kutokupoteza. Ila jamaa yeye kupoteza kwake ni kawaida. Yaani ajali, yani iko hivyo. Sasa mambo ambayo Mungu amekupa, pata nafasi ya kuyaombea. Baraka ambayo tayari Mungu ameshakupa, pata nafasi ya kuiombea. Ndani yako kuna uwezo wa kuzuia hilo jambo lisipotee. Ndani yako kuna uwezo wa kuzuia hiyo baraka isipotee kwenye familia, kwenye maisha yako, katika jina la Yesu. Na mtu mmoja mwenye imani aseme amen. Mwambie jirani yako, jirani, ndivyo ulivyo. Nisisikie umepoteza chochote. Okay. Namba 3 nimesema ni kutafutwa na kupatwa. Hii ni sifa ya Mungu. Ngoja nione kama utaona hii verse.
Hii ni sifa ya Mungu, kutafutwa na kupatwa. Ile shilingi ya nione kama nitapata hii verse. Isaya 55:6. Isaya 55:6. Isaya 55:6. Maandiko yanasema hivi, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, muiteni maadamu yu karibu. Mungu ukimtafuta unampata. Sifa ya Mungu, akitafutwa anapatikana. Na mwanamke pia sifa yake ambayo ameumbiwa na Mungu, akitafutwa anapatikana. Changamoto iko hivi, kuna watu ambao wanakutafuta. Kuna watu wanatafuta mtu mwenye akili kama wewe, mtu mwaminifu kama wewe, mtu mpole kama wewe, mtu mwenye hasira kama za kwako. Haleluya. Shida ni kukupata. Mwalimu alizungumzia habari ya kujichonga, kujitengeneza. Nilisema ni sawa, lakini nikasema mimi nitataka nizungumzie upande wa pili. Upande wa pili ni hivi, kuna wakati mwingine hata huhitaji sana kujitengeneza sana. Niko na mwalimu pale, ni upande wa pili na kuonyesha hivyo ulivyo, yani hivyo ulivyo na makorokoro yako hivyo, kuna mtu anatafuta mke wa staili hiyo. Sina naelewa. Mimi umri umeenda, sasa hivi nina miaka 56, siwezi kuolewa tena, imeshindikana. Ambacho haujui ni kwamba kuna mzee mwenzio yuko mahali anatafuta mzee mwenzake. Sina naelewa. Shida ni moja, kukupata. Shida ni moja lakini kwa kweli sifa, mwanaume akimtafuta mwanamke anayemtaka anampata. Yaani hata aje kukupata, labda tu aamue kuacha. Kwa sababu gani? Wewe una sifa ya kutafutwa na kupatwa. Kwa kama kuna kampuni mahali inatafuta mfanyakazi, inamtafuta mwanasheria, na wewe ni mwanasheria, kimsingi ni kwamba wewe unapaswa upatwe. Yeah. Okay. Kuna vijana wanashauriwa, wanaambiwa, yaani wewe kwa jinsi ulivyo mpole hivi, inabidi utafute mke mkali ili ndoa iwe na amani. Ili watu yaani wewe kwa jinsi ulivyo hivyo, yaani ukishaoa mke mpole, yaani watu watachukua mpaka kiwanja, mpaka nyumba yenu. Wewe jinsi ulivyo. Kwa hiyo mtoto anapewa mashauri atafute mwanamke mkali, mwanamke tough kidogo, ili kubalansisha mizani ikae sawa, ili ndugu wasizoezoe. Sasa na wewe ni mdada upo tough. Saa nyingine unafikiria kwamba kuwa tough jinsi ulivyo ndio sababu hauolewi. Inaweza ikawa sawa, lakini pia inaweza ikawa kuna mtu anatafuta mtu tough kama wewe, shida hajakupata, ila kimsingi anapaswa akupate. Sio, unaelewa? Kwa kuchonga sawa, unajichonga sawa, ila kuna watu huyo sasa ameshazaa, sasa itakuwaje? Kuna watu tunatafuta mitumba, nguo za mitumba ndio nzuri. Kuna watu tupo. Mwanamke ambaye amezaa, kuna watu wanatafuta huyo kwa sababu gani? Kwanza ana uzoefu, haleluya. Kwanza ana uzoefu wa kuachwa, kwa hiyo asingekubali hata kubali aachwe. Kwa hiyo atakajitahidi. Au unaongea vibaya? Si watu wote wanapenda special, si ndio? Labda bahati mbaya, labda na huyo mwanamume naye alipata mtoto, naye mwanangu ili apate mapenzi mazuri ya mama, na huyu naye anayekuja wewe naye na mtoto, ili watoto wawe katikati hapo, ili mimi nipende mwanae na bila apende na mwanangu, na mimi square pale equation is sasa kuna wakati unafikiri ya kwamba kwa namna ulivyo ndio sababu. Wakati mwingine kuna yule anayetafuta mtu wa aina yako tu, hajakupata. Kanisa la Yesu, Bwana asifiwe. Mnafahamu ya kwamba kanisa ni bibi harusi? Mnafahamu hilo? Yesu kama bwana harusi alipokuja kulitafuta, si alilipata? Si alilipata kanisa? Alilipata.
Kwa sifa mojawapo ya uungu ni kutafutwa. Mungu anatafutwa, na ukimtafuta unampata. Na mwanamke ana sifa ya uungu, akitafutwa naye anafanyaje? Anapatikana. Ndio maana tukitangaza matangazo, tuna ibada, tuna nini, tunawapataga nyie. Zile ngoma nyingine hasipatikani sana. Tukisema tunapiga kula na nini kula, tuna uchaguzi, upiga kula, mnapatikana kupiga kula ni nyie. Zile ngoma nyingine hazipigi kula. Ni wachache wanaopatikana. Kwa sababu gani? Nyie mna sifa za uungu. Mungu akitafutwa anapatikana. Kanisa la Yesu Bwana asifiwe. Watu wa Mungu Bwana asifiwe. Kanisa la Yesu Bwana asifiwe. Watu wa Mungu Bwana asifiwe. Kwa labda issue tu hatujui wewe kuna shida gani, kwa sababu kuna jamaa anakutafuta. Anakutafuta. Unajua wameniambia hayo makucha yako ndio sababu. Kuna watu wanatafuta mwanamke mwenye kucha. Kuna watu kucha ndio vitu vyao. Yaani wana kucha ndefu. Issue ni kukupata. Kuna taasisi inatafuta mtu mwenye akili kama ya kwako, mwenye uwezo kama wa kwako, mwenye ufahamu kama wa kwako. Unajua wewe shida yako ni moja, una mapepe mno, umechangamka. Kuna watu wanataka mke aliyechangamka, nyumba ichangamke mle ndani. Sio unakaa kama tuko msibani. Wapo watu wa namna hiyo. Kwa kujiboresha ni sawa, lakini pia ujue kuna watu wanatafuta mtu wa aina kama ya kwako. Sema Bwana Yesu. Hizo sauti Bwana Yesu. Mahali popote wanapotafuta mtu kama mimi kwa ajili ya wema, nipatikane kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwenye taasisi, kwenye makampuni, serikalini wanatafuta mtu wa aina yangu. Bwana Yesu, nikaonekane kwa jina la Yesu. Kila giza lililonifunika ninalipasua kwa damu ya Yesu. Kila uchawi ulionifunika ninauvunja kwa damu ya Yesu. Ninauliza neema ya kutafutwa na kupatikana kwa ajili ya wema kwa jina la Yesu. Amen. Pigie Yesu makofi mengi mengi. Ni muhimu ufahamu Mungu tabia yake ya uungu alionayo, akitafutwa anapatikana. Hata miungu na yenyewe waga ikitafutwa, mtu anayetafuta uchawi na uganga akikomaa anaupata huo uchawi na uganga. Hiyo tabia pia Mungu amemuumbia mwanamke. So wewe unatakiwa utafutwe. Ndio maana mvuto mkubwa ulionao ni kutafutwa. Na ndio maana kwenye uganga na uchawi wanaotafuta mvuto wa kichawi na kiganga, kwa sasa wanasiasa na watu mashuhuri, ule mvuto waganga na wachawi, huo mvuto wanaupataga kwa mwanamke na sio mwanaume. Umenielewa? Ukiwatafuta wasihiri, wasoma nyota, wasoma terafi, wapiga visomo, wasoma faraki, wasoma bawa, wote wasoma buruji, wote mvuto kwa ajili ya mtu anatoa kwa mwanamke. Na ndio maana sasa tuna namba kubwa sana ya wanawake ambao wanasumbuliwa na nguvu za giza, kwa sababu waganga vitu vyao vizuri vya kuwasaidia watu wengine unavipata kwa mwanamke. Umeelewa sasa? Umeelewa sasa? Kwa wewe sio, yani wewe sio simple hivyo. Yani wewe sio mwepesi, yani wewe sio mwepesi, yani kiwango hicho, yani ujirahisishe tu kwa wewe sio mwepesi hivyo. Kama mtu hujamuelewa. Sasa utatafutwa tena na mwingine atakupata. Yani wewe sio hapana bwana. Hapana. Nini tutakufukuza kazi? Unafukuzwa hapa, kuna kampuni na kutafuta ikupe kazi. Ndivyo wewe ulivyoumbwa na Mungu. Sasa bahati mbaya sasa uko hapa na kazi huna jameni. Jameni. Hapana. Ile neema ambayo Mungu amekuumbia ya kutafutwa na kupatikana, hiyo tabia ya uungu ianze kufanya kazi katika jina la Yesu. Inua mikono yako juu kwa Bwana. Sema Bwana Yesu, kila mahali wanapotafuta mtu wa aina yangu kwa wema, nikapatikane kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu.
wanapotafuta mtu mwenye akili, mtu mwenye hekima, mtu mwenye uwezo, mtu mwenye ushawishi, nikapatikane kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mtu mwenye imani aseme amen. Pigie Yesu makofi mengi mengi. Sifa ya tatu ya mwanamke, ya nne nafikiri, ni kutafuta na kupata. Hii ni sifa kubwa sana. Mwanamke akiamua jambo lake, akivalia njuga, inshu yake, akaamua akaivalia dela, inshu yake akaivalia dela, lazima ipatikane. Lazima ipatikane. Yezebeli akiamua inshu yake, lazima Elia uombe kufa. Pamoja na kwamba umeua manabii bali wa kutosha, ila Yezebeli akiamua sasa iwe man to man. Mungu naomba unichukue, nimesaidia mwenyewe. Hata ugomvi, ukiwa unagombana na mwanamke, akiamua kabisa mgombane, utoboi. Kwa sababu wana tabia ya kutafuta na kupata. Yaani akiamua issue yake, ofisini akitaka ufukuzwe kazi, utafukuzwa. Yaani aamue kabisa kwamba huyu bosi ni mnonko. Yaani kuna saa tu utaingia ofisini kwako, atapiga ananibaka, una kazi. Au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja, asiyefagia nyumba, akawasha taa, akatafuta kwa bidii hata hiyo? Wewe jinsi Mungu alivyokuumba ni kutafuta na kupata. Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na akapata. Mungu naye alitutafuta sisi, mimi na wewe tuliokuwa tumepotea, akafanyaje? Akatupata. Na wewe hiyo tabia unayo. Ukitafuta jambo lako, una uwezo ukalipata. Ila tu changamoto ni kwamba kuna gharama za kutafuta ambazo wanawake wengi ndio wanazikwepa. Issue iko hapo. Ila ukweli ni kwamba kama wewe ukitaka kuwa nabii leo hii, kesho tunaanza kutabiri. Wewe niamini mimi. Yaani zile tabia za Mungu, zile za Mungu alizonazo, zile si kuimba, si kufanya, si kutabiri, si kuhubiri, si kuponya magonjwa, si nini. Yaani mwanamke akitaka leo, wewe ukitaka kesho viwete waanze kutembea, kesho ukitaka wewe kesho unaanza kutembea. Lakini mimi mpaka niende mlimani masaa 9, masaa 7. Sasa haya mambo mchungaji wako hawezi kukuambia. Unanielewa kweli? Unanielewa vizuri? Mwanamke akitaka awe mtu wa aina fulani anakuwa. Na ndio maana unajua kuona mwanamke alikuwa haeleweki kabisa, alikuwa yani ukiruka njia, akiolewa tu hivi, pap. Anakuwa wife material. Ni ametaka. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Mwanamke akipotewa na shilingi, anaitafuta na anaipata. Na wewe una uwezo wa kutafuta mambo ambayo hauna ukayapata. Una uwezo wa kutafuta neema ambayo hauna ukaipata. Una uwezo wa kutafuta vitu ambavyo hauna ukavipata. Na neema hii ambayo Mungu amekuumbia ianze kufanya kazi katika jina la Yesu. Na mtu mmoja mwenye imani aseme amen. Sasa kitu ambacho kinachokukwamisha wewe, kuna gharama za kutafuta na kupata, ndizo ambazo unazozikwepa. Hebu andika hapo gharama za kutafuta na kupata. Niongee 3 alafu baadaye nikuache tuende kwenye hatua zingine. Gharama ya kwanza ni kuwasha taa. Kuwasha taa maana yake kuwa na taarifa sahihi za mambo unayoyatafuta. Lazima uwashe taa. Yule mwanamke aliyepotewa na shilingi 1 kwenye 10, jambo la kwanza aliwasha nini? Taa.
Kuwasha taa maana yake uwe na taarifa sahihi kuhusu jambo unalotafuta. Kama una mpango wa kuwa waziri, unautafuta uwaziri, ujue ili uwe waziri mpaka kwanza uwe mwanachama wa chama fulani. Amen. Alafu baadaye uje uwe mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ama viti maalum ama kwa kuchaguliwa. Kwa hiyo uwe na taarifa hizo kwanza. Kama unataka kuchimba madini, ujue unapaswa kuwa na leseni, unapaswa uwe hivyo. Kama unataka kuwa tajiri, ujue utajiri mzuri siku hizi uwe na kampuni. Unajua kampuni ina kodi, na unajua kodi za kwenye kampuni tofauti na za kwenye duka. Kampuni inajipangia kodi ilipe shingapi, lakini dukani unakuja kukadiriwa na watu wa TRA ulipe shingapi. Umeelewa sasa? Kwa utajiri mzuri siku hizi unafungua kampuni, ndio unafanyia biashara. Kodi unajipangia wewe wape shingapi. Lakini nani duka unakuja kuweka kambi. Kama kuna kitu unakitafuta, lazima utafute taarifa sahihi. Utafute ujue kumiliki kampuni nafanyeje? Kumiliki nini? TV nafanyeje? Station ya TV nafanyeje? Ujue hizo taarifa. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu, ninaomba neno lako liwe taa kwenye maisha yangu. Liwe taa. Liwe taa. Amen. Neno la Mungu linaweza kukusaidia kupata taarifa sahihi kuhusu wewe na kile unachokitafuta. Daudi akasema neno la Bwana ni taa. Kanisiende deeper sana. Issue ya pili ni kufagia nyumba. Gharama ya pili ya kutafuta ili upate, lazima ufagie nyumba. Kufagia nyumba. Au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja, asiyewasha taa akafagia nyumba? Unaweza ukawasha taa, lakini bahati mbaya ile shilingi ikawa ipo kwenye uchafu, kwenye makaratasi, utaiona bado. Kwa hiyo baada ya kuwasha taa unafanyaje? Unafagia nyumba. Kufagia nyumba maana yake ni kuondoa vizuizi vyote vinavyokuzuia wakati unapotafuta. Kama kuna bosi wako anakuzuia kwenda kusoma, unamfiatua leo, anafukuzwa kazi ama anateuliwa na kuwa balozi Sudani Kusini. Ni nini kinachokuzuia? Kwa sababu kila anayetafuta kuna uchafu unazuia. Lazima kufagia. Lazima ufagie. Wewe unajua unatafuta elimu ila bosi atoi ruhusa. Umfagie. Ateuliwa awe mkuu wa wilaya Mbogwe. Nani? Kama kuna kitu kinachokuzuia, fagia nyumba. Fagia nyumba. Fagia nyumba. Kama kuna mtu mfagie. Sasa shida wewe ni mlokole sana. Umeambiwa ya kwamba waombeeni wale wanaowaudhi. Ni kweli kabisa, Biblia inasema tuwaombee wale wanao tuudhi, lakini haijasema aina ya maombi. Kwa kuwafiatua pia tunawaombea wale wanao tu. Ni kitu gani kinakuzuia wakati unatafuta? Lazima ukiondoe. Lakini gharama ya 3 ni bidii. Lazima wewe ni mtu wa bidii. Wewe mtu wa bidii. Usichoke, tafuta kwa bidii, fanya kazi kwa bidii. Ukilipa hizo gharama 3 za kutafuta, kama mwanamke unapata unachokitafuta. Ukitafuta taarifa sahihi, halafu baada ya hapo ukafagia nyumba, ukawa na bidii, umepata unavyovitafuta. Sasa hizi gharama zote 3. Gharama ya kwanza, taarifa. Kuna wanawake wengi hawana taarifa kuhusu ABC. Kuna taarifa unazo za dunia mbaya. Kuna taarifa unapewa kuhusu biashara mbaya, kuhusu wanaume mbaya,
kuhusu utumishi mbaya, una taarifa mbaya. Ila kwenye neno la Mungu kuna taarifa sahihi. Kanisa la Yesu, Bwana asifiwe. Kuna mtu ukimwambia nataka kufungua biashara, haiwezekani. Lakini unatakiwa kupata taarifa sahihi kwa watu unaowaamini, lakini pia taarifa sahihi kutoka kwa Mungu mwenyewe. Na jambo jingine, lazima pia ufagie nyumba. Lakini na jambo la tatu, uwe na bidii. Ukilipa hiyo gharama kama mwanamke, una uwezo wa kupata unavyovitafuta. Na kwa huruma na kwa neema ya Bwana, kiwa liko jambo lolote unalolitafuta, kwa neema ambayo Mungu amekupa, ulitafute, ulipate katika jina la Yesu. Ninaomba usimame. Naomba usimame tu mahali ulipo. Tupate dakika chache hapa za kuomba kwa imani kubwa. Tutaomba maombi haya kwa imani kubwa. Tutaomba maombi haya kwa imani kubwa kabisa. Ninaomba tu inue mikono yako juu kwa Bwana. Sema kwa sauti, Bwana Yesu, ninakushukuru sana kwa namna ambayo umeniumba kwa namna ya ajabu. Asante Yesu, asante Bwana. Mungu, uliweka umwanzo ndani yangu, ukaweka ualfa ndani yangu. Ninatangaza kwenye ulimwengu wa roho, mambo mema katika taifa hili yataanzia kwangu kwa damu ya Yesu. Mambo mapya na ya baraka kwenye taifa yataanzia nyumbani kwangu kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Ninakiri na kutangaza kila baraka niliyopewa na Bwana kwenye maisha yangu haitapotea kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila neema ambayo Bwana amenipa, ninatangaza haitapotea kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu kiri kwa imani, kiri tu kwa imani, kiri kwa imani, kiri tu kwa imani. Kuna vitu Mungu amekupa. Ele matamu sote. Osana makabos. Ye papa kama babosanta. Kuna mambo Bwana amekupa. Kuna vitu Mungu amekupa. Hebu kiri kwa imani. Yes. Solo makabesi. Selepente keleba
Weka mikono yako juu kwa Bwana. Sema, Bwana Yesu, tabia ya uungu ulioniumbia ni kutafutwa na kupatikana. Bwana Yesu, kuna watu wema wananitafuta, kuna taasisi inanitafuta, kuna wateja wananitafuta, Bwana, Yesu, lakini sipatikani. Kila giza, kila usiku ulionifunika nisipatikane, ninauangusha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mamlaka iliyonificha nisipatikane, nisionekane, ninaipasua kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu omba kwa Bwana, pasua, pasua kwa imani. Salama kabos. Ebantele mahamukaro babola babes. Rapala bakapos. Salama. Mamlaka ya giza, mamlaka ya adui, natafutwa sipatikani, na watu wema wanipe kazi, wanipe biashara, wate ya kakos palobos. Esana epandele makamos. Ayabakokates. Ya kutafuta na kupata, ninaomba Bwana Yesu ianze kufanya kazi ndani yangu. Kila jambo ndani yangu nitakaloamua kulitafuta kwa msaada wa Bwana na msaada wa Mungu anayekaa ndani yangu likapatikane kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Neema ya kutafuta na kupata inayokaa ndani yangu, Yesu, Bwana, ianze kufanya kazi ndani yangu kwa jina la Yesu. Elema Sona 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 Osa. Ninaomba ukae kwenye kiti. Kuna watu hapa Mungu amekuwa akiwatafuta na hajawapata. Leo amefurahi kwa kuwa umekuja kwenye ibada hii ya leo, na anaamini ya kwamba atakupata. Naomba ufunike macho yako, usinamishe shingo yako. Kuna mtu anatafutwa na Mungu, anatafutwa na Mungu. Huu ni mwaka wa 1, 2, 3, 4, 5 na miezi.
Kuna mtu yuko hapa wa Mungu anamtafuta kwa ajili ya utumishi, amtumikie yeye kwa miaka hiyo na hajampata bado. Na saa nyingine huyo mtu anapata hofu na woga, anadhani ya kwamba hawezi kumtumikia Bwana, hawezi kuifanya kazi ya Bwana kwa kiwango hicho. Funika tu macho yako. Rusa. Mbingu zimefurahi leo umekuja. Mungu amekutafuta, amesema na wewe kwenye ndoto. Aya pakalomo kamosi. Bwana, ni saa yako uwapate uliowatafuta. Wengine walitoroka, wakakuacha jangwani. Sana mahama kabe elebanta la habesh.
alipoenda nilienda, alipoenda tulienda. Nguvu ya dhambi juu yangu imevunjwa, nguvu ya dhambi juu yangu imevunjwa, nguvu ya dhambi juu yangu imevunjwa. Yesu alipoenda nilienda, alipoenda tulienda. Nguvu ya dhambi juu yangu imevunjwa, nguvu ya dhambi juu yangu imevunjwa, nguvu ya dhambi juu yangu imevunjwa. Yesu alipoenda alipoenda tulienda. Nguvu ya dhambi juu yangu imevunjwa, nguvu ya dhambi juu yangu imevunjwa, nguvu ya dhambi juu yangu imevunjwa. Yesu alipoenda tulienda. Nguvu ya dhambi juu yangu imevunjwa. Sona Mungu umewatafuta mchana na usiku, hawakupatikana. Ukawaita, hawakuitika ili waifanye kazi yako. Wapo manabii, wapo mitume, wapo hapa wachungaji, wako hapa watu wa udiakonia wa kutunza wajane na yatima, wako hapa. Wako hapa watu wa kuwachunga wachungaji, kuwatunza. Wapo hapa watu ambao watafanikisha utumishi, watatoa fedha zao ili wafanye kazi yako. Wako hapa. Umewatafuta mchana hukuwapata, ukawatafuta usiku hukuwapata. Leo wamekuja wenyewe, leo wamekuja wenyewe, wamekuja wenyewe, hawakujua kwamba na hapa na watafuta. Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu na yaishi na tawala. Watoto wako hawapa ambao Bwana anawatafuta waifanye kazi yake. Hao wamekuja wenyewe. Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, mkamatie Bwana watumishi wake. Kamata, 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 kayash, yes. Ya baba lo makabash. Esana mamekele babos. Osayaba. Elebe pokamas. Yeah. Yes, Lord. Uliwaita wakiwa wamelala usiku, hawakuitika. Ukawatumia wajumbe, watu wakaenda kuongea nao, wakawaambia wewe umeitwa mtumikie Bwana. Wakawaambia wewe unapaswa uwalee yatima. Wakawaambia wewe unapaswa uwatunze watumishi wa Mungu. Ukawapelekea wajumbe, lakini bado hawakusikia. Umewatafuta hukuwapata Jehova. Leo wamekuja wenyewe, wamejileta wenyewe. Mungu wamekuja wenyewe, wako hapa. Yes.
Sona mama. Yeah. Hold. Hokakos. Sana mama. Umemwonyesha ishara ya kila aina, umemwotesha ndoto za kila namna, lakini hajaitika bado, hajapatikana bado, hajapatikana bado. Ukamtumia na watu wakaongea naye, lakini bado hajapatikana. Mungu unayeishi, Mungu unayetawala, Bwana leo anapatikana hapa. Yuko hapa leo. Yesu yuko hapa leo. Aitike. Aitike. Epa popas. Mama. Alababos. Bwana Yesu. Bwana Yesu, 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 asifiwe, asifiwe. Bwana Yesu, 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 Bwana Yesu, 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 asifiwe, asifiwe. Bwana Yesu, 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 Bwana Yesu, 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 asifiwe. Ola baboka basi. Asifiwe. Bwana Yesu, 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 Bwana Yesu, 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 asifiwe. Leo amepatikana. Bwana